Mwaka huu kama season 3 tutafanya tena, lakini tutaongeza wigo. Mwaka ile ilikuwa ni mastaa, celebrities, lakini tutaongeza wigo na wanasiasa. Mashindano ya kusoma, sisi sio kuhifadhi. Kuna mashindano mengi yanafanywa siku hizi ya kuhifadhisha Qur'ani. Kuna wenzetu wakubwa, kaka zetu wanaandaa na mama zetu wanaandaa mashindano makubwa sana. Kila pembe ya nchi sasa hivi kuna mashindano ya hasa mwezi wa Ramadhani ya kuhifadhi Qur'ani. Qur'ani ni kitabu kilichoshuka au kilichoteremshwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndio maana mtu ambaye labda hajui anauliza kwa nini yani Qur'ani mashindano mengi nasomwa sana Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sababu ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa, na kwetu Waislamu tumehimizwa sana tusome Qur'ani hususan katika mwezi huu. Ndio maana inafanyika hii, Waarabu wanaita misabaka ya mashindano tofauti tofauti. Hasa mimi kwa miaka hii miwili nikaona kuna kundi fulani la watu Waislamu wanafanya sanaa, wanafanya burudani, wanatangaza, lakini hawajulikani kama wao wanasoma Qur'ani, ili kufanya inspiration kwa vijana. Unajua kuna mtu mwingine akimuona star wake, hero wake anasoma Qur'ani, naye anakuwa motivated. Ile motivation inamjia ya kwamba fulani kasoma Qur'ani, lazima na mimi mwakani nisome, au lazima niende madrasa nikajifunze Qur'ani. Anamuona star wake, anamuona. Kwa hiyo ilikuwa lengo ni hilo, na alhamdulillah limefanikiwa. Tumeona watoto wengi sasa wanaendelea kusoma Qur'ani. Lakini mwaka huu tumepanua wigo, tumesema tuwatumie na wanasiasa. Na kwa kuwa mimi niko katika kundi sasa la politicians, nikasema tuende na wanasiasa. Tutaanza na waheshimiwa mawaziri, wabunge pamoja na madiwani, hususan madiwani wa jiji la Dar es Salaam na viongozi wa vyama vya siasa. Tutayafanya kidogo katika ukubwa, tutaongeza namba. Ukiacha wale mastaa wetu celebrities, lakini tutaongeza namba ya waheshimiwa viongozi wanasiasa wa vyama vyote na wa serikali pamoja na waheshimiwa madiwani. Natarajia mashindano ya mwaka huu, sababu kama mnavyofahamu utaratibu wangu, zawadi za mshindi itakuwa kubwa, lakini nini kitakachopatikana lazima tuwe na ile muendelezo wa taarifa. Lakini leo nilikuwa nataka tuniwape taarifa. Mashindano haya yatafanyika kwenye viwanja vya Karimjee tarehe 19 mwezi wa 3 sawa na mwezi 29, yani chungu cha 29. Leo tuko cha 5. Sasa ikifika chungu 29 Kiarabu, yani Ramadhani ya 29, itakuwa tarehe 19 March ndio tutafanya pale. Kila mwaka tunafanya Ramadhani ya 29. Kwa nini tunafanya vile? Kwa sababu siku ile inaitwa yaumu shaq, yani watu wanaangalia mwezi. Sababu kawaida sheria inataka mfunge ama siku 29 au 30, depend na kuandama kwa mwezi. Kwa hiyo pale mwezi 29 watu wanasikilizia mwezi muonekana. Kwa miaka miwili tumepata bahati, Idi imetangaziwa pale kwamba kesho ni Idi. Mwaka huu tunatarajia kuwa na viongozi mbalimbali, lakini nao itakuwa ni muendelezo wa story, lakini kiongozi mkubwa, kwa sababu jambo hili tumelikuza. Wenzetu wanafanya na sisi lazima kidogo tuwaige. Changamoto zipo, ungeambia bwana wanavaa makaptura, wasomaji gani hao? Tumedhibiti. Hamna mtu pale amewahi kuja na kaptura, ni mashahidi. Hakuna mtu pale amewahi kuja na kierini, si kierini atavalia huko kwa mamake au kwa babake. Lakini akija pale taratibu ni zile zile za dini. Haziruhusu kuja pale haiwezekani. Umesuka mtoto wa kiume, haiwezekani. Kwa hiyo na wote wanaokuja, achana washindani tu, hata wale tunaoalika wanakuja katika mazingira mazuri yanayoendana na misingi ya dini. Na kuna misingi mingine ya dini zote tunaingiliana. Yani wanajitahidi
kufata maadili ya Qur'ani na maadili ya dini